Na kuelekea mchezo wa Young Africans dhidi ya Simba Sport Club, pia nimepata wasaa mzuri kwa njia ya simu kuwasiliana na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Young Africans, namzungumzia Fredrick Mwakalebela. Kuelekea mchezo huo, yeye tathmini yake ikoje? Niko naye kwenye line ya simu hapa na anaanza kutuambia kwa uzuri. Naam, tuanze kufahamu kwanza tathmini yako kuelekea mchezo huu unaokuja mbele yetu wa Jumapili, Yanga dhidi ya Simba New Amaan Complex Zanzibar. Kwanza naweza nikasema tu kwamba kwa mtu kama ni wa mpira, mtu ambaye umebobeana huko karibu sana na mpira na hususan ukiangalia swala zima la dabi, inakuwa kwanza ni vigumu kwa mechi hizi mbili kuwa zinatabirika. Unaweza kuwa ni mshabiki wa timu fulani au mpenzi wa timu fulani ukao una mahaba, lakini kama uko karibu kabisa na masuala ya dabi hizi na una uzoefu nayo, maana hizi mechi huwa zitabiriki. Lakini kama ukienda kwa takwimu, unaweza kaangalia ukaona kwamba jinsi ambavyo labda vikosi hivi ambavyo vimezidi kupambana. Kama ukiangalia kwenye ligi kuu, inaweza ni tathmini namba moja ni kwamba baada ya kwamba Yanga na Simba wanazidi kupunguza viporo vyao, unaona ni jinsi gani wanavyozidi kupanda kwenye chati la msimamo wa ligi ya Tanzania, jinsi ambavyo ulivyo. Hii inamaanisha kwamba wanazidi kuwa wanakaribiana kwa kiasi kwamba inazidi kuleta ugumu wa dabi. Lakini pia ukiangalia katika ushindani wa kimataifa, wamepishana kidogo tu kwamba huyu amepata point 5, akapata point 8, na kwenye ranking wote wako katika 10, katika 10 bora. Kwa hiyo yote inazidi kuonyesha kwamba ni chachu kubwa sana ambayo inafanyika kwa kuonekana kwamba mechi itakuwa ni ngumu, na mechi inaweza ikawa ni mechi ambayo ina ushindani mkubwa. Ukiangalia katika dirisha dogo, Yanga amesajili, Simba amesajili, na usajili wote wa timu zote mbili umeonekana kwamba uko very positive, una manufaa kwa timu zote mbili. Lakini mwisho kwa siku ukienda kwenye mizania, kwa hiyo yote unaweza kukubaliana na mimi kwamba mizania kwa namna moja au nyingine inaweza kuonyesha kwamba Yanga kama akipambana, akitoa jasho la damu, basi anaweza kawa ushindi kwa upande wake. Lakini otherwise naweza nikasema kwamba ni mechi ngumu na haitabiriki kirahisi. Na umegusia dirisha dogo la usajili, na kwa upande wa Simba tuangazie ambao wamefanya usajili wa wachezaji kadhaa, Libasa Gay, lakini Waura na wachezaji wengine akiwemo pia mlinda mlango Kasal. Binafsi kwa upande wako vipi? Unaitazama vipi Simba ambayo ilikuwepo kabla ya sajili hizi, lakini hadi kwa sasa unaionaje hii Simba ambayo kwa sasa kama kuna kitu kimeongezeka ama bado ni Simba ambayo inajitafuta kuelekea mchezo huu? Hapana, kuna mabadiliko makubwa yanaonekana kuanzia kwenye attacking midfielders mpaka ni striking force. Unaona kabisa kuna mabadiliko. Kwanza kuna speed, alafu unaona kabisa kwamba kuna hao midfielder wa Simba ambao wote ni wapya na wengine waliokuwa zamani wanakwenda vizuri. Kuna striking force iko vizuri. Kinachokosekana tu kwa Simba kidogo ni umakini wa finishing, kwamba kwenye finishing bado hawajakaa vizuri. Labda ndio mwalimu kama atafanya mabadiliko ataweza kufanya jinsi gani ya kuweza kusaidia huko kwenye mabadiliko. Lakini otherwise nitakuwa ni simu na michezo nikisema kwamba usajili wa dirisha dogo haujaleta mafanikio kwa timu ya Simba. Ndio mafanikio makubwa unaona katika ushindani wa kimataifa. Baada ya kufanya usajili mdogo, Simba ikaonekana sasa kuweza kushinda kutoka sare na kupata magoli, na kwenye ligi kuu ya Tanzania bara imeonekana hivyo kwa kwamba ikufanya vizuri, labda sio sana, lakini katika mechi ya mwisho. Lakini kwa ujumla wake unaweza kusema tu kwamba dirisha dogo limeweza kusaidia kwa namna moja au nyingine na kwa kiasi kikubwa. Naam, vipi kwa upande wa Young Africans? Depu pamoja na Alan Okero ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye dirisha dogo. Nao wana msaada wote hadi sasa? Kwa kweli ukiangalia tu Depu naweza nikamuonea huruma sana Kapombe kama atakuwepo, kwa sababu kwa ile kasi ile si kasi ya kawaida na si kasi ya nchi hii, ni kasi hatari sana. Okero umeona kwamba bado hajapata ile kulifili ile joto kama Young Africa, lakini unaona kwamba mashuti yake na pasi zake zinakuwa ziko accurate na zinamkuta mtu. Ni vitu ambavyo kwa ile speed ya Young Africa, kama akiwa anaweza kuwa anawapa mipira kama ile ya kuwa na accurate pass na mashuti, kama akiweza kidogo kuyapunguza haya kwenda chini, inawezekana kwa na impact kubwa. Na tumeona kwamba katika mechi alizocheza bado hajafeel ile joto kama Young Africa, lakini you can see kwamba this is a talented player. Okay, sawa. Yanga wameshinda mara 6 mfululizo kwenye dabi na wanaelekea kwenye dabi nyingine. Hii inawapa guarantee kwamba kwenye mchezo unaokuja wana 100% za kushinda? Hapana, kama nilivyosema kwamba hizi mechi hazitabiliki. Hata kwa zile ushindi wa kwanza mpaka wa 6, watu wanakwenda uwanjani, Simba wanajaa, Yanga wanajaa, lakini hakuna mtu anasema kwamba hii ni mara ya pili mfululizo, itakuwa ni ya 3 mfululizo, itakuwa ni ya 4 mfululizo, itakuwa ya 5, itakuwa ya 6. Watu wanakwenda hawataitabiki. Lakini najua kwa upande wetu sisi kama Young Africans, kuna baadhi ya wenzetu watakuwa na matokeo kwamba tunakwenda kwenye mechi ya 7, lakini napenda kusisitiza tu kwamba ni mechi ngumu ambayo itabiriki.
kama ni swala la kutaka tu wachezaji wetu wajitume, wafanye kazi kwa bidii, wakiwa na mentality kwamba wamezoea kuifunga Simba na kwamba wanataka kwenda ku maintain the same situation na kwamba wataifunga Simba, lakini historia isikae kichwani, ila football katika pitch 90 minutes ndio zikae kichwani. Naam. Sawa, tumalizie kwenye waamuzi hapo. Taarifa ama imetoka listi ya waamuzi hii leo. Miongoni mwa waamuzi hao ni mwamuzi wa kati ambaye anaangaliwa sana, Nasoro Mwinchui kutoka Tanga. Tathmini yako ikoje? Jana ufiti mchezo huu? Pamoja ukiangalia katika ranking za waamuzi, uwezo kumpa nafasi kubwa ya kwamba labda yeye yuko katika labda top 2 au top 3, lakini unasema kwamba ni lazima papatikane siku ya mwamuzi mwingine naye aweze kuanza na aweze kupata uzoefu. Kwa mimi sioni kama kuna tatizo la mwamuzi ambaye ameteuliwa na shirikisho la mpira wa miguu kupitia kwenye chama cha waamuzi, kamati ya waamuzi. Kwa hivyo nafikiri ni mtihani wake wa kwanza na aweze kupata uzoefu. Naamini kabisa kwamba hawezi kuharibu jina lake kwa mechi, anapewa mechi kama hiyo, mechi kubwa ambayo inaangaliwa na watu wengi sana Afrika, alafu akaharibu. Lakini mwisho wa siku mara nyingi sana utakuta mechi za Yanga na Simba hizi dabi, mwamuzi ndio wakati mwingine anashindwa katika masuala mazima ya kibinadamu, lakini kuonekana kwamba kuna upendeleo wa dhahiri inatokea mara moja sana. Naam, cha mwisho kabisa, kwa asilimia, kwa tathmini zako tu, nani ana asilimia kubwa sana za kutokana na performance tu, ukiangalia labda michezo ambayo imechezwa katika michezo yote 10, nani ambaye anaweza kawa na asilimia za kumzidi mwenzake, hasa kwa kuweka tu kwa tathmini? Kwa tathmini ni 60 kwa 40, Yanga anampa 60, Simba anampa 40. Okay. Yeah. Sawa, nikushukuru sana kwa muda wako. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube chaneli yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.